Isaya 43 na mstari wa 4. Isaya 43 na mstari wa 4. Na kama unaandika unaweza kuandika nguvu ya kuambatana katika safari ya maisha. Nguvu ya kuambatana katika safari ya maisha. Haleluya. Moja ya zawadi ambayo Mungu ametupa, zawadi nzuri kabisa, Mungu ametupa zawadi ya watu. Bwana asifiwe. Mungu kutuonyesha anavyotupenda, Mungu kutuonyesha anavyotuthamini, ametupa watu. And I'm telling you, kama utakosa watu kwenye maisha yako, utaona gepu kubwa sana. Mtu wa kwanza kutupa alikuwa Yesu Kristo, lakini bado anatupa watu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 43 na mstari wa 4. Naomba tusome hapo Isaya 43 na mstari wa 4. Kwa kuwa ulikuwa wafanana machoni pangu, na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha. Amosi sura ya 3 na mstari wa 3. Naongelea nguvu ya kuambatana katika safari ya maisha. Sasa tunahitaji watu, ila sio kila mtu. Tunahitaji watu, ila sio kila mtu. Kwa sababu Yesu akiwa kwenye mwili alihitaji watu, ila alikuwa na makutano, lakini alikuwa na 12, lakini alikuwa na watatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amos 3:3 naomba tusome. Watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana. Naomba turudie tena. Watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33. Kuna nguvu ya ajabu kwenye kuambatana. Kuna nguvu ya ajabu kwenye kuambatana. Unapoambatana na mtu lazima mbadilishane vitu. Sijui kama anaelewa sawa sawa. Either kama yeye ana nguvu, wewe utachukua vitu vyake vingi, na kama wewe una nguvu, yeye atachukua vitu vyako vingi. Haleluya. Nasema haleluya. So watu unaoambatana nao wanaathiri maisha yako. Watu unaoambatana nao wanaathiri kule Mungu anataka akupeleke. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaathiri tabia ulionayo. Kwa sababu kuna muunganiko mkubwa kati ya safari ya mtu ya maisha na tabia yake. Haleluya. Kuna muunganiko mkubwa kati ya ndoto ulizonazo na tabia ulionayo. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33. Naomba tusome hapo. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Naomba turudie tena. Msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Haleluya. Sasa nataka tuende kwenye mstari wetu mama, Mithali 13 na mstari wa 20. Kwa sababu hauwezi kuambatana na mtu msiongee. Wewe na watu wako mnaongeaga nini? Hauwezi ukaambatana na mtu yeye anaongea alafu wewe ukakaa kimya. Mtu unayeambatana naye ataongea. Je, mazungumzo ya mtu wako huwa mnaongeaga nini? Haya mazungumzo ambayo mnaongea yanashabiana na kule ambako Mungu anataka kupeleke.
Haleluya. Wewe unakuta mtu wako ni mtu wa masengenyo, hakuna mahali unaenda. Mimi nakwambia hata kama unaenda kwa lugha, hata kama unatoa sadaka, hata kama unahudhuria ibada, baada ya kutoka ibadani unakutana mtu wako analifyonza lile neno lote, anakuacha mtupu. Sijui kama unaelewa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kule ambako Mungu anataka kupeleka, hauwezi kuongozana na kila mtu. Hauwezi kuambatana na kila mtu. Bwana asifiwe. Mithali 13 na mstari wa 20. Nitaomba tusome hapo. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa upumbavu ataumia. Naomba turudie tena. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa upumbavu ataumia. Biblia inasema enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Asa namba 1, kwenye kuambatana unakuwa kama unayeambatana naye. Mathayo 26 tutasoma hapo na mstari wa 72 mpaka 73. Unapoambatana na mtu mwenye hekima, si kwamba atachukua peni na karatasi ataanza kufundisha. Hapana, ile hekima inayokaa ndani yake itahamia ndani yako. Ukiambatana na mlevi, kuna siku utakunywa pombe. Ukiambatana na kibaka, kuna siku utaiba. Ukiambatana na mtu wa zinaa, kuna siku utakuwa mtu wa zinaa. Ukiambatana na mtu mchoyo, kuna siku utakuwa mchoyo. Ukiambatana na mtu ambaye anapenda kusengenya watu, kuna siku utakuwa mtu wa masengenyo. Wewe unaambatana nani? Muulize jirani yako. Wewe unaambatana na nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Petro aliambatana na Yesu kiasi kwamba siku anamkana Kristo alikuwa anaongea kama Yesu. Haleluya. Naomba tusome hapa Mathayo 26 na mstari 72 na 73. Ukiambatana na watu wa living water ni ngumu kuwa tofauti. Hawatakufungulia sasa hapa leo ni Jumapili ya kuvaa kitenge, utavaa. Yaani it's automatic. Ukisali kanisa ambao wanavaa madera, hawatakuambia leo tunavaa madera. Wewe kuna siku tu utajikuta kanisani umevaa dera. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo unaona maisha yako yameathirika kwa kitu kidogo, ndivyo ambavyo maisha yako yameathirika sana na watu ambao umeambatana nao. Kama Yesu alichagua watu wa kuambatana nao, wewe hapo Joni. Mathayo 26 na mstari wa 72 na 73. Unasema unajua sisi tumefundishwa upendo kila mtu. Hapana, unaweza kufahamiana kila mtu lakini sio kuambatana naye. Mtu unayekula naye chakula very important. Hatuli chakula na kila mtu. Umekataa. Kwa sababu level ya kukaa na mtu kula naye chakula ni level ya juu mno. Yesu alisema wape chakula, sio tukae nao tule chakula. Alipotaka kula na watu aliwachagua. Jirani yako anaelewa sawa sawa? Kwa sababu kwenye kula, tumbo likishashiba, mwili ukiwa na nguvu, bila roho yako kuwa na nguvu, waweza kuamua chochote. Haleluya. Naomba tusome hiyo Mathayo 26, 72 na 73. Sawa. Aha. Mimi kuna mtu juzi nilikuwa msikia anamwadisia mtu. Anamwambia, "Wewe unasali living water, unaongea kama watu wa living water." Mimi nikasema kwani tuna kilugha chetu? Hapana.
Ni Kiswahili hiki lakini unaongea kama watu waliving'ota. Mimi mwenyewe sio tunaongeaje. Haleluya. Utaambiwa wewe una muonekano kama watu waliving'ota. Kwa sababu ya kuambukizwa. Ilifika mahali akasema lile kanisa wanasali watu weupe. Na Vitali si umo. Lakini kwa nini kuambatana na kuambatana waupa moyo walokole. Unasikia pale wanasali matajiri. Ni kwa nini? Na wewe hujanywa chai na wewe umekuja kwa miguu kanisani. Ni kwa sababu ya nguvu ya kuambatana. Yani unaambatana wala wakufundisha chochote, ile harufu ya utajiri ambao Bwana ametuwekea na utakuja inaanza kuambatana na wewe. Bwana asifiwe. Biblia inasema tembea na mwenye hekima. Tembea, tembea. Yani wewe tembea na mwenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Petro haikuishia kuwa na usemi wa Yesu. Petro alichukua na ujasiri wa Yesu. Kuna siku walishangaa ya kwamba hajasoma, hana elimu yoyote. Imekuwaje mtu mmoja akawatonya? Alikuwa anaambatana na Yesu. Akasema huyu alikuwa anaambatana na Yesu. Nguvu ya kuambatana inaweza kukupa kitu ambacho haujasomea, haujapakwa mafuta wewe. Kwa sababu unaambatana na aliyepakwa mafuta, unaanza kuomba kama anavyoomba. Sio kwa sababu ulipakwa mafuta ya kichungaji, ni kwa sababu umeambatana naye. Kuna mtu anaelewa asubuhi ya leo? Kama unaelewa pigie Bwana makofi na shangwe. Na ndio maana hautakiwi kuambatana na mtu ambaye hana Mungu. Anakuempty. Jirani yako anaelewa? Mimi najua unaelewa vizuri. Jirani yako anaelewa? Mimi nakwambia kuna mtu ukiambatana naye hautakaa uwe na hela. Hujanielewa? Hautakaa uwe na akiba. Kwa sababu mtu unayeambatana naye ni fundi wa matumizi. Kama amesomea kutumia. Ukianza kuambatana na mtu anayeweka akiba, mimi nakwambia pamoja na roho yako ya uspenda, una spend, utaanza kuweka akiba. Unaanza kuwa uncomfortable. Mwenzako anakuambia hiki, mwenzako anakuambia hiki. Na wewe unaanza sasa, hata kama hautakuwa kama yeye, lakini hautakuwa ulivyo. Unaelewa sawa sawa? Ukija hapa Living Water, inawezekana usome neno kama mimi, ila utasoma. Utasoma, utaomba, utavaa kitenge. Matendo sura 4:13, na utakuwa na hela. Nimesahau pointi ya msingi. Umekuja wewe ni mgumu wa kuabudu, labda ukae nje. Ukikaa hapa kuna siku utalia. Sio kwa sababu una uchungu, kuna siku utalia kwa sababu umeambatana na watu wenye moyo wa shukrani, watu ambao wanaweka shida pembeni, wanamwambia Bwana asante tu. Yesu asante hata nilivyo hapa asante. Au mengine potelea kwa Yesu. Kuna mtu anaelewa asubuhi ya leo? Naongelea nguvu ya kuambatana. Wewe nani mtu wako? Muulize nani mtu wako? Ndio maana kuna watu unatakiwa wauze. Apostle Ndege anasemaje? Unawauza. Mimi naona kuwauza ni gharama, unawagawa. Haimaanishi ni watu wabaya. Nisikilize, si swala la mtu mzuri au mtu mbaya. Mtu anaweza kuwa mzuri lakini sio mtu sahihi kwenye maisha yako. You don't get it, yo. Anaweza kuwa Pastor Flora ni mtu mzuri lakini sio mtu sahihi kwako. Kila mtu anatoa ushuhuda. Nisikilize, watu watafuti, watu wanaletwa wa Mungu. Wewe kuwa wa thamani machoni pake, alafu tu amekupenda anakupa. Jirani yako anaelewa sawa sawa? Haleluya, haleluya. Tusome Matendo sura 4 na mstari wa 13.
Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Simple. Bwana Yesu asifiwe. Wewe upo pamoja na nani? Wewe upo pamoja na nani? Na nisikilize, kuambatana sio swala la kuingia kanisani na kutoka na mambo yako, hapana. Kuambatana ni swala la moyo. Moyo wa Petro kwa Yesu ulikuwa ni moyo wa ajabu. Petro alikuwa anampenda Yesu kiasi kwamba akamwambia watu wote watakuacha lakini sio mimi. Yesu akamwambia wewe utanikana mara hizi. Bwana asifiwe. Nataka turudi kwenye Mithali sura ya 13 na mstari wa 20b. Impartation. Kuna impartation kubwa kwenye kuambatana. Kuna impartation kubwa sana kwenye kuambatana. Unaweza ukawa mbali ukafika mbali kwa sababu ya watu unaoambatana nao. Ukitaka kujua unaenda wapi, angalia watu wako. Angalia watu wako. Haleluya. Nataka tusome hiyo Mithali 13 na mstari wa 20. Nataka tusome B, lakini naomba tuanzie hapo juu, alafu nitaomba tusome kwenye message. Tusome. Bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Naomba tusome kwenye message. Namba 2, kuna watu ukiambatana nao wewe ni maumivu tu. Ni maumivu. Nazungumza tena, hakuna mtu mbaya ila kuna watu sahihi. Naomba tusome. Aha. Turudie tena. Baba anasema tembea na mpumbavu alafu yaangalie maisha yako. Yaani wewe mwenyewe unakaa unaangalia maisha yako ambavyo yanagawanyika vipande vipande. Jirani yako ameelewa hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Fungua Mithali sura 22 na mstari wa 24. Mimi nakwambia unaweza kuwa unampenda Mungu ila watu wengi wako walipofika kwa sababu ya marafiki. Kwa sababu ya kuambatana. Mimi nimesoma chuo. Ili uambatane na mimi, number 1 lazima uwe na Mungu. Si kwamba unasali fellowship na mimi, hapana. Unakuwa na Mungu kweli kweli, sio mzugaji. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukiwa na rafiki mpumbavu, kila unachokifanya maumivu. Kesi zake ni kesi zako. Kuna siku unajikuta pabaya kwa sababu ya mtu unayembatana naye. Haleluya. Naomba tusome hiyo. Mstari wa 25. Naomba tuulie tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kuambatana na mpumbavu ni maumivu. Mpumbavu unatakiwa umsaidie lakini usiambatane naye. Isije ikatajwa ya kwamba wewe mtu wako wa karibu ni mpumbavu. Haleluya. Kuna tofauti kubwa kati ya mpumbavu na mjinga. Sababu inaongelea tu usiambatane na mwenye hasira, lakini kuna usiambatane na mwenye ulevi ndani yake. Usiambatane na mwenye choyo.
Usiambatane na mtu asiyependa ibada. Usiambatane na mtu ambaye anapoenda sipo unapoenda. Wewe unaenda wapi? Na huyo mtu unayeambatana naye anakwenda wapi? Haleluya. Kama unataka kuona maisha yako yanabadilika, angalia watu unaoambatana nao, na mtu akiwa sio sahihi, muulize Bwana. Mithali 18 mstari 24. Mithali 18 na mstari 24. Rafiki wa mpumbavu ni maumivu. Usinganganie mtu ambaye Mungu hajakuletea. Usinganganie mtu ambaye Mungu hajakuletea. Haleluya. Kwa sababu Mungu anawapa watu. Usitake kumtengeneza mtu wako, uwezi. Wewe mwenyewe unahitaji matengenezo. Mithali 18:24. Mtu anaweza akawa sio mzuri kwa watu wengine, lakini ndio mtu sahihi kwa maisha yako. Na mtu anaweza akawa mzuri kwa watu wengine, lakini sio mtu sahihi. Utajuaje? Wewe una Roho Mtakatifu, wewe una Mungu. Ukingangana hapo, wewe ni maumivu tu. Na siku huyo mtu akakatiwa maisha yako, maisha ya maumivu unayaacha. Bora mnavyoniangalia kama vile naongopa. Haleluya. Mithali 18:24. This is Bible. Tusome tena. Rafiki wengi ni kwa uangalifu wake mwenyewe. Aha. Lakini yuko rafiki apatanaye na mtu. Tusome tena. Akifanyaye rafiki wengi ni kwa uangalifu wake mwenyewe. Lakini yuko rafiki apatanaye na mtu kuliko. Na huyu rafiki anayeambatana na mtu kuliko ndugu, Mungu ndo anayemleta. Haumchagui kwa sababu ana hela. Jamani, fedha sio majibu ya kila kitu. Ni akili ndogo kumchagua mtu kwa ajili ya hela. Haleluya. Bwana asifiwe. Huyu mtu anakuletea Mungu. Jonathan hakuwa mfalme, lakini Daudi alikuwa na mafuta ya kifalme. Mungu alimpa Daudi Jonathan kwa kusudi lake. Na nataka nikwambie, kama kwenye maisha yako haujapata mtu wa hapa wa kukubeba, wa kwenda na wewe, wa kukusemea vizuri, bado hakuna mahali unaenda. Utakula, utavaa, utalipa kodi. Nimeongea sawa? Mungu anawainua watu kupitia watu. Mungu anawabariki watu kupitia watu. Haleluya. Nasema haleluya. Kuna mtu ukiambatana naye ndio mwanzo wa kuinuka kwako, ndio mwanzo wa kubarikiwa kwako. Na kuna mtu ukiambatana naye, huo ndio mwanzo wa wewe kukopa. Ulikuwa hujui kukopa, lakini unakaa na fundi anakufundisha tunakopaje na jinsi ya kutokulipa. Nakwambia ukweli, wewe ulikuwa hujui, ulikuwa unaogopa. Lakini kwa sababu unaambatana naye, siku ya kwanza unamshangaa, siku ya pili unamshangaa, siku ya tatu unamshangaa, siku ya 4 mmejoin. Kuna mtu ukiambatana naye umeingia maisha ya jangwani. Umeingia jangwani. Kila kitu kinapotea. Ni ambao mjaoa mpo. Ni ambao mjaolewa mpo. Haleluya. Bali rafiki wa mpumbavu anafanyaje? Anaangamia. Sasa kuna mtu ukiambatana naye unaanza kubarikiwa. Point namba 3. Mwanzo sura ya 30 na mstari wa 27 na 28. Kuna mtu ukiambatana naye milango inafunguka. Maisha yako yanaanza kuwa na ladha.
maisha yako yanaanza kuwa baraka juu ya baraka. Bwana asifiwe. Haleluya. Jamani, Mungu ni Mungu wa neema tangu zamani, na Mungu ni Mungu wa rehema tangu zamani. Kuna watu Mungu amewapa neema, kuna watu Mungu amewapa favor. Jamani, hatulingani. Nyota zipo nyingi, lakini kwa nyingine zinang'aa kuliko zingine. Unaelewa hapo, mtu wa Mungu? Mwanzo 30 na mstari 27 mpaka 28. Kuna mtu alikuwa anaitwa Yakobo. Mimi nampenda Laban, nampenda sana Laban, muwazi, hata Potifa kunyoosha vizuri, lakini Laban alinyoosha vizuri. Naomba tusome Mwanzo 30 mstari 27 mpaka 28. Sawa. Bwana amenibariki kwa ajili yako. Akasema, sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. Naomba turudie vizuri mstari wa 27 na 28. Laban akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Akasema, sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. Mwanzo 25 na mstari wa 23. So Laban aligundua ya kwamba hapana, tangu Yakobo aje hapa ndani Mungu ananibariki. Haleluya. Nasema haleluya. Unaweza kuwa mkweli kiasi hiko? Kwa sababu Yakobo Mungu alimchagua tangu tumboni. Naomba tusome mstari wa 25 mpaka mstari wa 23, sura ya 25. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Warumi sura ya 9 na mstari wa 13 tutasoma. Sasa Laban, mtu anayefanya kazi nyumbani kwake ni taifa. Ni mtu mmoja ambaye ni taifa. Unaelewa sawa sawa? Yaani Bible tangu akiwa tumboni Mungu anasema mataifa mawili yako tumboni. Kwa Laban anamwajiri mtu ambaye ni taifa, kwa sababu Yakobo ndio Israeli. Haleluya. Na walivyoenda Misri wakawa taifa kwenye nchi ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anabeba baraka za Ibrahim, baraka za Isaka. Bwana asifiwe sana. Huyo mtu ana maagano na Mungu. Mungu anamfuatilia. Mungu anapangua kila mistake ya Yakobo ili neno lake litimie. Mwanaume pekee aliyetumikia mwanamke kwa miaka 14. Sasa huyu Laban anamwambia, kwani wewe unataka shilingi ngapi? Kwa sababu wewe ukinifanyia kazi, huo mshahara wako nitaupata. Wangapi mmeajiri watu hapa? Tafuta mtu kama Laban, kama Yakobo. Mwanzo 28 na mstari wa 1. So Yakobo alikuwa mbarikiwa. Ukiambatana na Yakobo, you are blessed. Ukiambatana na Yakobo umebarikiwa. Nguvu ya kuambatana katika safari ya maisha. Unataka kwenda wapi? Unaambatana nani? Mara nyingi tunaambatana na watu ambao tuna maumivu sawa. Mungu akupe watu wake. Amen. Mwanzo 28 na mstari wa 1, alafu tasoma 3-4. Achana mtu ambaye anakuhurumia tu ndio unayempenda. Ambatana na mtu ambaye Mungu amemtuma kukutoa hapo, sio kukupaka mafuta.
Naomba tusome. Basi Isaka akamwita Yakobo, akambariki, akamwagiza akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanaani. Mstari wa 3. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza, ili uwe mkutano wa makabila, akupe baraka wa Ibrahim. Hivi umesoma vizuri hapo? Yes. Wewe na uzao wako. Turudie mstari wa 4. Akupe baraka wa Ibrahim. Wewe na uzao wako pamoja nao. Upate kuirithi nchi ya kusafiri kwako, Mungu aliyompa Ibrahim. Bwana asifiwe. Fungua Mwanzo sura ya 39. Nani unaambatana naye? Nani unaambatana naye? Mimi nataka ukiondoka mahali hapa ufanye tathmini ya maisha yako. Unaambatana mpumbavu ama unaambatana na watu wenye hekima? Haleluya. Mwanzo 39 na mstari wa 2 mpaka wa 4. Tunamuona mtoto wa Yakobo ambaye anaitwa Yusufu. Anatembea kwenye mbaraka ule ule wa Ibrahim. Naomba tusome. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Naye akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Machoni pake akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Mstari wa 21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. 47 mstari wa 19 mpaka 20. Hivi unafahamu Misri ilinunuliwa na Yusufu akampa Farao. Mmesoma kitabu cha Mwanzo, mnaelewa. Alimnunulia watu wote, akamnunulia ardhi yote, kwa sababu chakula kilikuwa kimeisha. Kwa watu wote wakaja kwa Yusufu ili awanunue wapate chakula. Haleluya. Naomba tusome hapo mstari wa 19 mpaka 20. Kwa nini tufe mbele ya macho yako, sisi na nchi yetu? Utununue sisi na nchi yetu kwa chakula, na sisi na nchi yetu tutakuwa watumwa wa Farao. Kisha utupe mbegu, tuishi wala tusife, wala nchi yetu isipotee. Basi Yusufu akamrudia Farao nchi yote ya Misri, maana Wamisri walimsakia mtu shambani, kwa sababu njaa ilikuwa imewazidi sana. Nchi ikawa mali yake Farao. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe makini nani unaambatana naye. Haleluya. Ukisoma Biblia kitabu cha Kutoka sura ya 4 na mstari wa 16 mpaka 17. Kuna watu Mungu amekupa, wanaweza wakawa ndugu zako, wanaweza wakawa umewazoea, wanaweza wakawa vyovyote vile ambavyo unaona kama vile huyu mtu Mungu amenipa, lakini possible sio mtu sahihi, possible hana fedha. Lakini kuna watu Mungu anakupa, lazima ujue kuangalia watu kwa jicho la ufunuo. Haleluya. Napomalizia kuongea, angalia watu kwa jicho la ufunuo. Ukisoma Kutoka sura ya 4 na mstari wa 16 mpaka 17. Kumbe Haruni alikuwa ni sauti tu ya Musa, kwa sababu Musa alikuwa hawezi, ana kigugumizi. Lakini Mungu alimwambia Musa, wewe Musa utakuwa kama Mungu kwa Haruni. Alafu Mungu anamweka Musa na Haruni ni kama wanafanya kazi
kazi moja, kumbe mmoja wapo ni Mungu kwa mwingine. Alafu Haruni anamsema Musa. Asa kama kusoma Biblia huwezi kunielewa, tusome hapa. Naomba tusome 1, 2, 3 tusome. Aha. Mwambie jirani yako wajue watu kiufunuo. Lazima ujue Mungu amekupa huyo mtu kwa maisha yako, ana assignment ipi kwa maisha yako. Mimi nakwambia kuna watu ukiambatana nao unaanza kubarikiwa. Kuna watu Mungu anakupa, hautakiwi wasengenye, hautakiwi udini madhaifu yao, unatakiwa tu wewe ukae mahali hapo possible. Mungu amekupa mtu kama Mungu, kama Mungu, kwa sababu Mungu yupo, na hata leo Mungu anasema na wewe, lakini anamtumia mtu. Haleluya. Kutoka 17 mstari wa 11 mpaka 12. Mimi nakwambia mikono ya Musa ndio mikono pekee iliyotakiwa kuinuliwa. Hata kama mikono ya Haruni ilikuwa ina nguvu, kwa sababu inasema mikono ya Musa ilikuwa mizito, lakini mikono mepesi ya Haruni hata ikiinuliwa mpaka juu hawashindi vita. Kwa ikabidi wapange mawe kwa mtu ambaye amepewa neema. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu katika hii dunia lazima akupe mtu. Ni lazima akupe mtu. Na Bwana akupe jicho la ufunuo la kujua ya kwamba Mungu amenipa nani ili niweze kwenda kule ambako natakiwa niende. Haijalishi una kipawa, haijalishi una karama, haijalishi una mawazo makubwa, haijalishi una ndoto. Kila mtu anahitaji mtu, na mtu kutoka kwa Bwana wa kuambatana naye. Kuambatana naye, na kuambatana kuna gharama. Mahusiano ni gharama, na kama hutaki gharama, achana na mahusiano. Achana na mahusiano ofisini, achana na mahusiano kanisani, achana na mahusiano. Kuna gharama ya kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kama jeshi la mtu mmoja. Tutolee uchungu wa maisha yako. Hakuna kitu kama jeshi la mtu mmoja. Yesu alikuwa mwana wa Mungu hapa, anatembea juu ya maji, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Hakujiita jeshi la mtu mmoja, alikuwa na watu 12. Na kuna wakati aliwachukua watu 3, akawaambia twendeni, akaanza kuwaambia siri zake, akawaambia roho yangu ina uchungu kiasi cha kufa. Na ndio maana Petro hakuwahi kumwelewa Yesu. Yesu wewe, nani akukamate? Nani akuweze Yesu? Lakini Yesu alikuwa na watu 12 anakula nao, lakini alikuwa na 3 anawachukua, anaongea nao ya kwamba mimi na uchungu. Yesu anamwambia wanafunzi wake, Petro na uchungu, moyo wangu na uchungu. Na bado Petro anamuona Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Wewe una mtu ambaye ukimwambia madhaifu yako yale kama amepanda ndege, sio mtu wako. Huyo umemtafuta. Unaelewa sawa sawa? Hii dunia tunahitaji watu. Mwambie jirani yako, hii dunia tunahitaji watu. Unapokuwa kwenye mwili unahitaji watu. Lazima uwe na mtu ambaye unayeambatana naye, unamwambia nina uchungu kiasi cha kufa. Unafunua aibu yako na bado anakuona umeokoka. Muulize jirani yako, una mtu? Au una kitu kikubwa? Na kitu kikubwa kuko Yesu. Hakuna assignment kubwa kama ya kufa msalabani, na bado alihitaji watu. Haleluya. Nasema haleluya. Wewe unaambatana na nani? Unaambatana nani? Yesu anaongea na Petro haya maneno, bado Yesu anakamatwa. Petro yuko nyuma yake. Yuko nyuma yake. Pako anaenda, yuko nyuma yake, anachungulia kwa mbali. Haamini ya kwamba Bwana wangu wamekukamata. Wamewezaje kukukamata? Lakini yupo. Alivyomkana mara 3 ni kwa sababu imeandikwa,
Lakini Biblia inasema ya kwamba alilia. Wewe mtu unayeambatana naye hajaukana mara 3, ameukana mara 100. Na hali na wala hajaumia. Wewe unashangaa kwamba hichi kitu niliongea na Flora kimefikaje kule? Kimefikaje? Mtu wako nani? Mtu wa Mungu nani unaambatana naye? Nani unaambatana naye? Hawa watu watafuti. Hawa watu Mungu anakupa. Haleluya. Na ndio maana watu naombaga hapa, Mungu kila mtu asiye sahihi aende. Mungu kila mtu aliye sahihi aje. Haleluya. Daniel anaingia katika tundu la simba, lakini yule mtu hakuwa peke yake, alikuwa na watu wake. Alikuwa na ndugu zake. Kasome Daniel, kina Shadrach, Meshach na Abednego. Naomba tunaongea hapa, anakuja Shadrach na Beni. Mnaweza msiwajua, anashindaga kule kwa kile chumba. Sio kwamba wana mashtiti. Mungu akikupa mtu, hata kama yuko wewe, ndo atakusaidia. Kwani Beni wakumsaidia mtu kuomba? Na Shadrach. Sasa Mungu anakupa watu. Haya maisha haufanikiwi mpaka uwe na mtu. Mpaka uwe na mtu. Haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Hatujui kaburi la Haruni sisi nini kitokea. Lakini Musa, watu wanasema Musa kwenda wapi kule? Kanaani, alifia jangwani. Musa sio mwenzako. Musa, Yesu anaomba, yuko Yesu, Petro na nani? Na Yohana. Alafu Elia na Musa wanatokea. Kumbuka, Yesu hawezi kuona ndoto za wafu. Yesu anaona walio hai, kwa sababu imeandikwa ya kwamba hakuna connection kati ya walio hai na walio kufa. Kwa hiyo kuonyesha Musa alikuwa yuko hai, wanaomba pale, wingu likatokea, Elia akatokea na Musa naye akatokea. Musa hakufia jangwani. Hakufia jangwani. Mungu alimwandaa kwa miaka mingi, na ndio maana kuna mtu aliyemzika. Haleluya. Alichomoka zake kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Hao wengine hao ndio walifia jangwani, lakini sio Musa. Petro kumwona Musa hivi, Elia huyu hapa. Petro kwa haraka zake, tusiondoke hapa tujenge. Sijui matofali angetoa wapi. Sijui matofali angetoa wapi. Yesu alikuwa anaambatana na Petro kwa sababu ya hali ya moyo wake. Sitaki kurudi huko nyuma. Wewe unaambatana na mtu ana moyo safi juu yako. Ana moyo safi juu yako. Yesu hakuambatana na watu aliyowapenda. Aliambatana na watu ambao wanampenda. Umeelewa hiyo? Mimi nampenda sana yule, nampenda sana yule. Aliambatana na watu ambao wanampenda. Umeelewa sawa sawa? Yaani Petro alikuwa anampenda Yesu kiasi kwamba Yesu amekamata akatokea kwanza, piga panga. Yaani Yesu alimwambia, siku Yesu anaongea habari zake za kwenda msalabani, Petro, Biblia inasema akamvuta Masihi pembeni. Akamwambia, nisikilize, wewe msalabani hauendi, labda mimi sipo. Labda mimi sipo, wewe msalabani hauendi. Yesu pale akamwambia, sikiza, rudi nyuma shetani. Huyawazi yaliyo ya Mungu. Alafu Petro anaitwa shetani. Yupo. Mungu akikupa mtu, Mungu akikupa mtu, wanaitwa destiny helpers. Mungu akikupa mtu, haondolewi kwa maneno, haondolewi kwa uchawi, haondolewi kwa chochote. Yeye mwenyewe yupo hapo, hata ajui yupo hapo kwa ajili ya nini. Ni kama malaika. Haleluya. Nasema haleluya. Utaandika Mathayo mwenyewe 17 na mstari wa 3. Utaandika Mathayo 16:15 mpaka 16.
Yesu anauliza, watu wanasema nini? Wanafunzi wengine kwa haraka haraka tu, Elia, Musa, sijui nani. Alafu Petro akiwa amekaa katika ufunuo, wewe ndio Kristo. Wewe ndio Kristo. Kwa sababu mtu mnakula naye haimaanishi yuko kama wewe. Haimaanishi. Lazima uishi na watu kiufunuo kabisa, kiufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uambatane na mtu ambaye anaweza kukuonya. Mtu ambaye unaweza kumheshimu. Kama unaishi dunia, hakuna mtu unamheshimu. Hakuna mtu anayeweza kukuambia ukasikia ukakaa hivi chini. Una hasara. Una hasara kubwa sana. Kwa sababu fedha zipo, ila zinakaaje hapa? Kuna watu Mungu amewapa neema. Naelewa mtu wa Mungu? Ni watu kama sisi. Ni watu kama sisi. Ila Mungu amewapa neema. Kwa Mungu akikupa ufunuo wa kumtazama Michael kiufunuo, yani wewe utamwona kawaida. Haleluya. Mimi kwa siku nilimwangalia Michael ingia uimbe. Walimkataa wote. Kuna mtu alikataa zaidi, simtaji. Akaniambia, mama, kuliko tupe Michael, tupe fulani. Nikamwambia hivi, huyo ndo anaingia. Wote wawili saizi hawapo hapa. Unaelewa sawa sawa? Wote. Huyo aliniambia nimtague na yeye alisema alichagua, wote hawapo. Lazima wajue watu kiufunuo. Lazima wajue watu kiufunuo. Usipokuwa na ufunuo, mtu anakusifia hivi, kumbe hakusifii. Akusifia na kungonga na kubeza. Mtu anakushauri hivi, kumbe anakushauri uingie shimoni. Lazima uwe na watu unaoambatana nao ambao wametoka kwa Baba, na hao watu wapo. Mungu huwa anawaleta. Ni vile unakosa ufunuo ya kwamba huyu ametoka kwa Baba, huyu Mungu amenipa, huyu mtu Mungu amenipa. Haleluya. Mimi siku Roho Mtakatifu alivyonipa ufunuo wa Mama Lia Ndegi na Apostle Ndegi, mimi sina habari ya kusikiza maneno. Yani hiyo sio shughuli yangu. Kwa sababu neno lenyewe bado sijamaliza kuliishi. Unaelewa sawa sawa? Anipa tu ufunuo. Yani kuna namna ambavyo na ufunuo na yani na kama wiki 2 Roho Mtakatifu ananipa ufunuo ambao siwezi kuelezea. Siwezi kuelezea. Kama kuna mtu anaongea na Apostle Ndegi na Mandegi, mimi wa kwanza. Yaani mimi naongea na simu inakatika. Tunaongea tena. Tigo lisali moja inaisha, inakata. La pili tunaongea. Ila hata sielewi. Huwa hata sielewi vile ambavyo siwezi kuwazoea, kwa sababu mimi na ufunuo wa yule mama kwa maisha yangu. Mimi na ufunuo wa Apostle Ndegi kwa maisha yangu. Na kuongelea tu watu ambao unawajua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani na ufunuo kamili. Mimi siendi vivi. Ninajua mimi sio kama Haruni, ya kwamba yeye atakuwa awachukua wale wana wa Israeli awaingize nchi ya Kanaani kwa sababu ya umbea wake tu. Joshua kama mtumishi wa Musa, huyu akaingiza watu Kanaani. Yeye anapiga mdomo tu. Oh, Musa kaoa mwanamke wa mweusi, sijui mkushi, sijui nini. Yaani ndio hivyo, kitu kimeishia pale. Ufunuo. I'm telling you. Nisikilize. Lazima Mungu akupe mtu, na Mungu lazima atakuwa amekupa. Lazima Mungu atakuwa amekupa watu. Mimi Juma nilikuwa Dar es Salaam. Na Juma nimeingia hapa Iringa lini? Saa ngapi? Nimeingia asubuhi kutoka Dar. Saa 1. Nilikuwa napiga mahesabu, niende nisiende. Mwili unaniambia usiende. Ila roho yangu sijui hicho kitu ningetubia wapi. Sijui ningetubia wapi. So my spirit nikasema lazima nilipe gharama. Lazima nilipe gharama.
So I was there kwenye ibada. Ilianza saa 7 mpaka saa ngapi? Nilikuwa na chuchu mananasi. Mpaka saa 3. Mpaka saa 4 tuko damu. Mpaka saa 5 tunaanza safari ya kurudi Iringa. Kuna mtu wa Biblia anaitwa Ruth. Alipata ufunuo. Wewe waone watu wote washikaji. Wewe waone watu wote tu, yani waone tu watu wote sawa. Hapana. Naongelea nguvu ya kuambatana kwenye safari ya maisha. Haiwezekani ukaenda kokote kama watu wote kwako yani kwamba watu wote ni sawa. No. Mungu lazima akupe watu watakao kufundisha kazi. Lazima uwe na ufunuo. Kuna watu Biblia inasema wanahitaji heshima, sio heshima. Anasema wanahitaji heshima maradufu. Mmesoma? Yes. Heshima. Mungu anaongelea watu. Anasema hawa hapa wanahitaji heshima maradufu. Maradufu. Yaani hawa sio heshima tu, wanahitaji heshima maradufu. Unajua Yesu alikufa msalabani. Apostoli ndio anasema. Ila mpaka Yesu anapaa kuna mtu ameokoka. Na ndio maana wewe ukienda kushuhudia akaokoka mmoja, mbingu inasitisha habari. Mbingu inajaa na furaha. Yeye alilipa gharama. Kwa sababu Yesu hata kusamehe dhambi, alianza kusamehe dhambi kabla hajaenda msalabani. Wasema Biblia mpo. Alisamehe watu wengi tu. Alikuwa anambia mwanamke, umesamehewa dhambi. Alafu chukua godoro lako uende. Mafarisayo walikaa kikao akasema no. Who is he? Anasamehe dhambi. Alianza kusamehe dhambi. Alianza ku-exercise mamlaka yake. Msalabani pale tulihesabiwa haki. Alilipa deni. Sijui kama unanielewa. Haleluya. Naongelea nguvu ya kuambatana. Nguvu ya kuambatana. Unapopata ufunuo ya kwamba huyu mtu Mungu amenipa. Yeye anaweza kawa hajui, ila wewe unajua ya kwamba huyu mtu Mungu amenipa, ishi naye kiufunuo. Hakuna mtu anautani kama Apostoli Ndege. Leo mimi napenda kucheka na utani. Lakini I have double honor to him. Hata jana nilikuwa naenda, ukikaa hivi, afu huyu sio kafanya nini? Mmekaa hapo anaongea. Lakini mimi simtani. Hata kidogo. I know. Mimi najua alinipigia simu moja na kuniambia mambo yangu mwaka 2025. Yalikuja kama yalivyo. Kama yalivyo. Alinipigia simu moja siku ya birthday. Akaniambia Winnie, jiandae. Huu ni mwaka wako. Huu mwaka panua moyo. Ilikuwa tarehe 31 Disemba. Sikusema amen. Sikusema amen kitu kama kile. Sikusema amen. Wala nini? Lakini aliona. Alafu anasema, sikiza mtu wa Mungu. Lazima ujue kuishi na watu kiufunuo. Jirani yako na kitu anaelewa. Elia na Elisha, wakati Elia anakumbuka, Elia alikata tamaa. Akaomba roho yake ichukuliwe. Lakini bado Elisha anajua Elia, nataka sehemu ya roho yako. Hii kukata tamaa isiyo, kuna sehemu ya roho ya Elia. Do you understand? Wana wa manabii ukisoma Biblia wanamwambia wewe tulia, bwana wako ndo anaondoka hivyo. Elia anampanga Elisha, anambia Elisha, nisubiri hapa nakuja. Elisha akamwambia nisikilize. Ukikanyaga nimekanyaga, ukitoa nimekanyaga hapo hapo. Elisha anaambatana na Elia. Elia anapiga Jordan, anapita, wanavuka hawa.
wawili tu wanavuka pale, na Elisha yuko hapo, anamwambia mimi nataka sehemu ya roho yako, maradufu ya roho yako. Sikiliza, Elia yamkini ilikuwa ni gharama kwake kutembea na Mungu na kupata alichonacho, lakini Elisha ilikuwa ni kuambatana. Sio, unaelewa? Yaani kwa Elisha ilikuwa ni kuambatana. Elisha sababu alikuwa mtumishi wa Elia, na Elisha naye pia alikuwa na mtumishi wake aitwa Gehazi. Nishamuongelea hapa. Gehazi itakuwa achukue kile kitu ambacho Elisha anacho, ni cha kiroho. Yakobo alikuwa na kitu cha kiroho ambacho mistake zake bado isingeweza kubiti. Yaani Mungu airishe tu kwa sababu ya Yakobo. Akamwambia utasota, lakini wewe Yakobo, wewe ndio Israeli. You are a nation. Sijui kama unaelewa mtu wa Mungu. Kwa Elisha anaambatana Elia, anapata kile cha Elia, anapata ile vazi. Elia ameshaondoka, anarudi sasa, anavuka Jordan, yuko peke yake. Mungu wa baba yake anapiga Jordan hiyo. Wana wa manabii sasa wanaanza kumtegemea Elisha. Elisha hakuwa among the prophets, lakini roho aliyorudi nayo kwa kuambatana ilikuwa ni roho ya Elia, na hakukuwa na mtu wa kuchukua ile anointing. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hakukuwa mtu wa kuchukua anointing. Ndio Biblia inasema Elisha alikufa, ila walipotupa maiti juu ya kaburi lake, kwa sababu nguvu zilikuwepo, maiti inafufuka, ila yeye amelala. Nani unaambatana naye? Anaongea nini? Nimeongea hapa kwa habari ya Ruth na Naomi, na ni very important kusoma hicho kitabu. Naomi alikuwa na uchungu, akamwambia Ruth na mwenzake Opa, mimi na uchungu. Alikuwa amefiwa na mume wake na alikuwa amefiwa na watoto wake wawili, lakini Ruth alipata ufunuo. Lazima upate ufunuo, na lazima uishi na watu kiufunuo. Kuna wakati hata kama hutamuelewa mtu, mwambie Mungu, huyu mtu umemleta hapa, huyu ni nani? Na kuna watu wanajua maisha yako ni kwa muda fulani, wewe unataka uanganganie. Expire date kishafika, kitakachotokea. Yaani Mungu amemwachia mwanamke Mshunami Elia ale kwake, sio kula, no. Kwa sababu kuna wakati alimlisha kwa kunguru, akambadilishia diet kwa sababu mwanamke asife. Sasa Elia anaamua kwamba okay, hapa ndo nitakapokuwa nakula. Haleluya. Nasema haleluya. Jirani yako kuna kitu anakielewa? Wajue watu kiufunuo. Petro aliweza kuwa excited pamoja na huka yake, lakini aliweza kuwa excited kwa Yesu kwa sababu alikuwa na ufunuo naye. Alikuwa anamjua huyu ni mwana wa Mungu. Huyu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu katika maisha ya kiroho bila ufunuo hakuna kitu unapata. Hata unaposoma Biblia lazima upate ufunuo. Biblia inasema andiko linaua, bali roho fanyaje? Huisha. Lazima upate ufunuo kwenye hiyo kazi. Lazima Mungu akupe ufunuo. Very important. Ila kwa wanadamu ufunuo ni wa muhimu sana. Inapokuja kwenye watu ufunuo ni wa muhimu. Unaweza kusimama hapo ulipo. Alhamisi nitaendelea vizuri kwenye nguvu ya kuambatana.
Juzi nilienda Chalinze nikamkuta ndugu yangu mmoja ambaye wakati uko fellowship hakuna mtu alikuwa anamuelewa. Yaani hakuna mtu alikuwa anamuelewa. Hata mimi nilikuwa simuelewi. Hayuko serious. Lakini juzi nikakaa nikagundua ya kwamba mimi kuna watu Mungu alinipaga for a season. Alinipa watu kwa majira fulani. Nikaanza kurecall. Niliwakuta pale kanisa la Chalinze. Nikasema Mungu alinipa Frighton. Yaani yetu kwa nilingangania dada. Tunasoma chuo. Nikamwambia mimi sana nikaanza kaka. Nataka tufunge 21. Ananisikiliza tunafunga 21. Mimi nimezunguka hii Tanzania kuhubiri. Sio leo. Mwaka 2000 na chini ya mwaka 2006. No, chini ya mwaka 2013. Kwa sababu ya Frighton. Ananichukua mpaka sasa huyu alikuwa ananitazamaji. Yaani leo najiuliza Frighton alikuwa anaona nini? Anaweza akanichukua akanipeka mpaka Morogoro. Alafu akaniambia ongea na huyu mama. Nataka uelewe ni mwaka 2013 kushuka chini. Ongea na huyu mama. Amewahi kunichukua akanipeka Mwanza Sengerema. Akaniambia nimealikwa mimi. Ila nimwambie huyu mchungaji, mimi sitahubiri. Kuna mtu nakuletea afundishe. Siongei uongo. Hapo ananilipia nauli. Ananilipia chakula, alafu ananilazimisha niende nikafundishe. Alilipa gharama nyingi. Juzi nikamuwaza. Lakini sikuwa namngangania. Najua kuna time ilipofika sikuendelea kumngangania kwamba kaka Frighton. Acha na huyo. Kuna mtu anaitwa Makwaya. Huyo alikuwa akinielezea nikitokea hivi, Emmanuel Makwaya. Mimi nashangaa mbona watu wananiangalia hivi? Kwani kuna nini? Juzi nimeenda Moshi, nikutana na mtumishi wa Mungu Chavala. Akaniambia Makwaya alivyokuwa anatuelezea. Ilikuwa ukitokea hivi, inabidi kwanza kila mtu akuangalie kwa nusu saa. Mimi huka yangu naweza ngakaa hapa Iringa nisijuane na mtu. Kabisa nisijuane na mtu hata mmoja. Hapana. Emmanuel Makwaya ni mtumishi wa Mungu. Wala si mchungaji. Lakini Makwaya, asa wewe Angel Bernard, umeandaa nini? Njoo mlete Winnie afundishe, mlete Winnie. Nisikie yeye mwenyewe size yake ndogo. Wote hao wanaoambia wanatokea hapa siku moja. Yaani size ndogo. Ila wana macho ya kuona watu kiufunuo. Na mimi sikuwadharau. Watakaponiambia nikahubiri, naenda. Na sikuwa hata na dalili ya kujua kuna siku nitaje kwa mchungaji. Sikuwa na dalili kabisa. Nisikilize mtu wa Mungu. Mungu anakupa watu. Nakwambia ukweli. Mungu hapa duniani hauwezi kuwa peke yako. Wewe sio jeshi la mtu mmoja. Mungu anakupa watu wa kuambatana nao. Wajue kiufunuo. Yaani waelewe kiufunuo. You will struggle kufanikiwa wakati unatakiwa ukae kwenye mabega ya mtu tu uende. Do you understand? Yaani unakaa tu kwenye mabega ya mtu alafu unaenda. Kuna mambo wala utakiwa ufunge uombe, utakuwa tu utamkiwe, yaani utamkiwe. Hallelujah. So hichi kizazi Mungu atupe neema, kwa sababu kuambatana inahitaji unyenyekevu. Lazima uwe mnyenyekevu. Alhamisi tutaongea vizuri mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu amedhamiria kutupeleka another glory, greater glory. Inua mikono yako.
Nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya watu ambao wamewahi kukupa kwenye maisha yako, ambao wamefanyika baraka. Kesho tutaomba mahali hapa zaidi, lakini sasa hivi nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya watu ambao Mungu amewahi kukupa. Ili upate kazi bado unamhitaji mtu. Shukuru Mungu kwa ajili ya wale watu ambao walikusemea vizuri, wale watu ambao walikuinua, wale watu ambao walikuombea kwa siri. Mshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi ya watu. Mungu amewahi kutuachilia watu na kabila za watu. Watu na kabila za watu. Mwambie Mungu asante. Unapoomba Mungu akupe mtaji, mbinguni hakuna hela, zipo kwa watu. Unapotaka kufanya biashara, wateja ni wanadamu. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya watu ambao tayari umewahi kunipa kwa maisha yangu. Shukuru Mungu kwa ajili ya watu ambao waliambatana na wewe na kuhakikisha leo uko bora, uko hivyo ulivyo. Inaweza ikawa haujafika unapotaka kwenda, lakini kuna mahali umetoka uko hapo. Shukuru Mungu kwa ajili ya watu ambao waliambatana na wewe ukiwa haufai kabisa. Walikuchukulia, walikupenda, walikutia moyo. Shukuru Mungu kwa ajili ya zawadi ya watu. Nilipewa nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mama yangu Apostoli Ndege, nilishindwa kuongea. Siwezi kuigiza. Kuna watu Mungu aliwatuma kwenye maisha yangu. I can't. Siwezi kuchukulia kawaida, siwezi kusema kwamba mchango wao ni mdogo. No. Najua Mungu amenipa akili, lakini najua nafasi ya watu mbalimbali ambao Mungu amewahi kunipa kwenye maisha yangu. Mwambie Mungu nakushukuru. Asante kwa ajili ya watu mbalimbali ambao wameweza kusimama na kuambatana na maisha yetu kwenye nyakati za giza. Nyakati ambazo sisi wenyewe hatukuwa na mwelekeo, lakini Mungu wewe uliwainua hao watu kwa maisha yetu. Endelea kumshukuru Mungu kwa dakika moja. Shukuru Mungu kwa ajili ya watu. Kesho tutaomba mahali hapa Mungu atupe watu wa kuambatana nao, wanaotoka kwake. Hatutawalazimisha watu, ila yeye atatupa watu kwa ajili ya hatma ya maisha yetu.